Niwashukuru kwa namna ya pekee kwamba tumetoa mwaliko ndani ya muda mfupi, lakini mmeweza kuitikia. Hii inaonesha namna ambavyo mnaithamini JKT, namna mlivyo wazalendo wanahabari kwa timu yenu ya JKT. Tumewaita hapa kwa lengo moja mahususi sana na muhimu sana kwa taifa. Kama ambavyo mnajua, timu yetu ya JKT Queens ni mabingwa wa Sekafa, ubingwa ambao tuliupata kule Nairobi, Kenya, katika mashindano ya CAF kwa wanawake yaliyofanyika pale Nairobi, ikishirikisha timu mabingwa wa nchi 9 na sisi JKT Queens. Hatua ya awali tukiwa katika kundi C, tuliweza kuongoza kundi hilo, tukaingia hatua ya nusu finali, tukacheza na mwenyeji kwa maana ya Kenya Police Bullets, tukaenda hatua ya finali ambayo ilitukutanisha na Rayon Sports kutoka Rwanda, na hatimaye tukaibuka mabingwa. Sasa ubingwa wa mashindano yale unakupa nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa wanawake Afrika, na kwa mwaka huu imepangwa kufanyika nchini Algeria, na sisi ndio wawakilishi katika ukanda huu wa CAF. Ni mashindano ambayo yanashirikisha jumla ya timu 8, kwa maana timu 6 kutoka katika zile kanda za soka, nadhani mnajua, sisi tukiwa katika ukanda wa Sekafa. Alafu bingwa mtetezi na yeye anashiriki pamoja na timu bingwa mwenyeji wa mashindano. Kwa hiyo bingwa mtetezi TP Mazembe kutoka kule Kongo, na timu mwenyeji ambaye bado hajatajwa kwa maana ya Algeria. Sasa sisi haya mashindano tumeyapa uzito wa hali ya juu. Ni mara yetu ya pili kushiriki. Kwa mara ya kwanza tulishiriki mwaka 2023, mashindano yalifanyika Ivory Coast. Hatukufanya vizuri sana. Sasa hiyo hali hatutaki ijirudie. Yale makosa tuliyoyafanya kwa kipindi kile hatutaki yajirudie. Lengo letu ni kwenda kushindana kwenye hayo mashindano, tulete heshima kwa JKT, tulete heshima Tanzania, lakini tulete heshima ya soka la wanawake ukanda wa Sekafa, ambao kwa namna moja ama nyingine umekuwa haufanyi vizuri katika mashindano hayo ya Afrika tangu yaanzishwe mwaka 2021. Mwaka huu tuliwakilishwa na Vihiga Queens kutoka Kenya, hawakufanya vizuri. 2022 Sekafa iliwakilishwa na Simba Queens, hawakufanya vizuri. 2023 tulikwenda sisi JKT Queens, kwa changamoto zilizojitokeza hatukufanya vizuri. 2024 alikwenda CBE ya Ethiopia, hawakufanya vizuri. Sasa 2025 tunakwenda sisi kwa mara ya pili. Ndio timu pekee kutoka ukanda wa Sekafa inakwenda kushiriki mashindano hayo kwa mara ya pili. Kwa hiyo tunalenga kwenda huko kwa lengo la kufanya vizuri, kwa lengo la kuchukua ubingwa wa mashindano hayo. Sasa ili tufike huko, tunataka Watanzania wajue nini tunafanya, tunajiandaa na lipi, ili hiki tunachokisema hapa basi kiakisi matendo tutakayoyafanya kule Algeria. Kwa sasa timu yetu iko kambini, katika kambi ya ndani, naendelea na mazoezi. Tunatarajia tarehe 9 ya mwezi huu timu yetu itaondoka nchini kuelekea Uturuki kwa ajili ya maandalizi
ya mashindano haya yatakayofanyika kule Algeria. Si jambo dogo kwa timu ya JKT Queens ambayo pengine wengine wanaweza wakawa wanaitazama katika hali ya kuibeza na kuidharau, japo wanashuhudia makubwa inayoyafanya, kwenda kuweka kambi ya mazoezi Uturuki. Wapo wengi tu wakubwa na timu kubwa wanajiita, lakini pengine nanga inapaa kufika tu hata pale Nairobi, Kenya. Lakini sasa JKT Queens tunakwenda Uturuki. Tarehe 9 timu itaondoka hapa kuelekea Uturuki kwa ajili ya kuweka kambi ya mazoezi huko. Na taratibu zinakwenda vizuri, ikiwa ni pamoja na kupata kibali kutoka TFF na taratibu nyinginezo ambazo zitatuwezesha kufika huko. Na sisi kila kitu kule Uturuki, maandalizi yamekamilika. Tutakuwa kwenye mji wa Istanbul kuanzia hiyo tarehe 9 mpaka tarehe 20, na tutafanya mazoezi katika uwanja wa Santatek ambao huko hapo Istanbul. Na tukiwa pale tutacheza mechi 2 za kirafiki, na tumebahatika kupata timu ambazo zinacheza ligi kuu ya Uturuki. Mojawapo ni timu inaitwa Fatih Valanspor, inacheza ligi kuu ya Uturuki. Lakini timu nyingine ambayo tutacheza nayo mechi ya kirafiki inaitwa Sekimekoi BDS, na yenyewe pia inashiriki ligi kuu ya Uturuki. Kwa hiyo ukitazama katika hali na mazingira hayo, tumeamua kwenda Uturuki kwa sababu ya hali ya hewa ya Uturuki iko sawa sawa na hali ya hewa ya Algeria. Ukitazama sasa hivi, nimejaribu kuangalia joto la Algeria sasa hivi, ukitazama ni nyuzi za centigrade 22, na katika mji wa Istanbul ni nyuzi za centigrade 20. Kwa hiyo ukiona kabisa kwamba ni maeneo yana baridi na yanafanana. Kwa hiyo kwa sasa sisi JKT Queens tuna focus mashindano haya makubwa Afrika. Tunalenga kwenda kufanya vyema mashindano haya. Kwa hiyo kikubwa ambacho kwa sasa tunakitazama ni hayo mashindano. Na tunashukuru kwamba uongozi baada ya benchi la ufundi kutoa mapendekezo kuanzia kwa mkuu wa utawala wa Jeshi la Kujenga Taifa, nikimaanisha Brigadier Jenerali Hassan Mabena, ambaye yeye alifikisha taarifa hizi kwa mkuu wa JKT, nikimaanisha Meja Jenerali Rajabu Mabele, wakalichakata na wakaona linatija. Kwa umuhimu huo, mkuu wa majeshi nikimaanisha Jenerali Jacobo John Mkunda ameruhusu timu hii kwenda Uturuki kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mashindano hayo ya Algeria. Kwa hiyo uongozi wa jeshi umetoa mibaraka yote kwa ajili ya timu hii kuelekea Uturuki kujiandaa na mashindano haya. Nirejee kusema kwamba kwa sasa hivi JKT Queens mashindano tunayoyatazama na kuyapa uzito na ukubwa wa kipekee ni mashindano ya ligi ya mabingwa ambayo yamepangwa kufanyika mwanzoni mwa mwezi Septemba pale Algeria. Watanzania, JKT Queens ni timu yenu, kwa maana ni timu ambayo inaundwa na Watanzania watupu, kuanzia mchezaji, benchi la ufundi,
na uongozi, isipokuwa mashabiki. Mashabiki wa JKT Queens wametawanyika mpaka huko Ulaya. Wanaifuatilia, wanaifahamu, wanaipenda na wanaiombea mema. Sasa kama watu wa Ulaya huko na maeneo mengineko wanaipenda JKT Queens na wanaitakia mema, kwa nini Mtanzania usiipende JKT Queens kwa ubora ilionao na namna inavyofanya vyema, ili tukiungana hivi, tukiiombea, tukiitakia kila laheri, tukiipa nafasi nzuri ya kushiriki mashindano haya, iende huko ifanye vyema, itangaze taifa letu vizuri katika soka, pia itangaze ukanda wa Sekafa kwenye maendeleo ya soka la wanawake. Kwa hiyo tuungane wa Tanzania kama taifa, kama nchi, kama wazalendo, kwa lengo la kuhakikisha kwamba JKT Queens inakwenda Algeria na inakwenda kufanya vyema. Kwa sasa tukiombea na kuitakia kila laheri katika safari ya Uturuki, ambako huko inakwenda kufanya maandalizi kwa ajili ya mashindano ya Algeria. Mimi nimemaliza. Ni taarifa hiyo tulihitaji tuitoe kwa Watanzania kwamba timu yao hii kwa malengo mapana inapiga kambi Uturuki ili iweze kufanya vizuri, na inaondoka tarehe 9. Leo tarehe ngapi jamani? Tarehe 6. Kwa hiyo tuna siku 2 tu za kukaa katika ardhi ya Tanzania, kukaa ndani ya jiji la Dar es Salaam, alafu tupae tupae wani huko tuelekee huko Istanbul, Uturuki, kwa ajili ya maandalizi yenye tija. Karibuni kama kuna mwenye swali. Dokej. Asante sana Masabule. Safari ya Uturuki kwanza ongeleni sana JKT Queens. Lakini pia nimeona ratiba ya nyinyi katika ngao ya jamii kihusisha pia mpo pale. Sasa hili limekaa vipi Masabule? Tunashukuru. Kikanuni tunatakiwa tushiriki mashindano hayo na tutashiriki. JKT Queens ina timu nyingi na zenye ubora za wanawake. Ina under 20, ina under 17, ina under 15. Kwa hiyo vijana hao watafanya hiyo kazi kwenye ngao ya jamii na wataifanya kwa ubora wa hali ya juu, na pengine hilo litawastajabisha walio wengi. Swali jingine, karibu. Pengine nitakuwa sijasikia vizuri, utanikumbusha kama nitakuwa sijasikia vizuri. Lengo la JKT Queens pia ni kufanya vizuri katika michuano hii, ndivyo nilivyozungumza. Lakini tunatamani kufahamu, kwa sababu tunaanzia hatua ya 8 bora, ni yapi malengo zaidi? Hiyo pia ni hatua kubwa kwa watu ambao wanacheza mashindano kama haya. Lakini lengo lenu hasa ni nini kwenye hii michuano? Inawezekana kweli hajasikia vizuri, na ninaomba tunapozungumza watu tusikilize ili usikie vizuri. Sisi hatuna lengo jingine zaidi ya kuwa mabingwa katika mashindano haya, na hili linawezekana. Na mara nyingi Watanzania huwa wapendi kuamini, hasa wanapoona kwamba ni timu wao wanaziita timu ndogo. Kwa Tanzania hii, JKT Queens si tu kwa Tanzania, katika ukanda huu wa Sekafa na Afrika, hakuna ambaye haijui JKT Queens kwa ukubwa. Kwa hiyo hii ni timu kubwa. Imeshiriki mashindano ya Sekafa huko. Kila aliyekuwa akiiona njiani ikipita wanasema ndo mabingwa hao. Wapinzani wetu walikuwa wanaipa nafasi kabla hata hatujacheza nao, kwa sababu wanaijua ubora wake. Kwa hiyo tunachokizungumza hiki tunakizungumza kwa dhamira ya dhati, ya kweli, na kwa malengo hayo hayo, kwamba tunakwenda Algeria kwa ajili ya kufanya vizuri,
kwa ajili ya kuchukua kikombe cha ubingwa wa mashindano yale, na inawezekana. Ndio sababu maandalizi kuelekea mashindano hayo tumeanza hapa kwetu, tunayapeleka sasa Uturuki kwa lengo la kuzoeana na hali ya hewa, kama nilivyokuambia kwamba hali ya hewa ya ule mji wa Istanbul pamoja na kule Algeria vinaendana. Muda mfupi nimeangalia ilikuwa ni 22/20. Kwa hiyo hali joto ya kule vinafanana. Kwa hiyo tunakwenda Uturuki kule kwa lengo hilo kubwa, kuhakikisha kwamba vijana wanajinoa, vijana wanazoeana na hali ya hewa na mazingira, na hatimaye tunapoelekea Algeria lengo letu liweze kutimia, lisikwamishwe na kitu chochote kile. Karibu. Swali langu napenda kuuliza kama kuna mchezaji yoyote mtamkosa, huenda kwa majeraha au kwa changamoto yoyote kwenye hii safari ambayo mnaenda kuianza? Mpaka sasa wachezaji wetu wote wako katika utimamu wa kimwili, utimamu wa akili na utimamu wa kila kitu ambacho kitamwezesha kufanya vyema anapokuwa uwanjani. Labda kama itatokea basi tutaujulisha umma wa Tanzania, lakini mpaka leo hii tunapozungumza hapa vijana wetu, wachezaji wetu wote wako katika hali njema. Wa kikosi ambacho kilichanganya wachezaji kutoka vilabu vingine, nakumbuka wakati ule akina Wilfred Gerard na wengineo. Safari hii ni wachezaji ambao watakuwa wamesajiliwa na JKT tu au tutashuhudia wachezaji wengine ambao nitaongeza kutoka kwenye vilabu tofauti na klabu yetu? Sisi JKT Queens hatukodishi majeshi. Tunajitosheleza kabisa. Ni jeshi lililo imara, ni jeshi lililokamilika. Wachezaji wetu tuliowasajili sisi tunaamini ndio walio na uwezo na ndio wenye ari na moyo wa kuipigania JKT Queens. Na kwa sheria ya mashindano haya ni kwamba wale wachezaji waliotumika kucheza mashindano katika kanda, sisi huku ni Sekafa, wale waliotupatia ubingwa kule Nairobi, huwezi kuongeza mchezaji mwingine. Kwa hiyo sisi tunakwenda kama JKT Queens, hatukodishi majeshi. Jeshi letu limejitosheleza na linao uwezo wa kupambana na kutufikisha kwenye mafanikio. Kwa hiyo hilo naomba lieleweke hivyo, kwamba tunao vijana wenye uwezo mkubwa ambao siwalinganishi na yeyote katika maeneo haya kwa sasa, kwa uwezo na ubora wa kucheza mpira uwanjani.